Karibu sana msikilizaji na mtazamaji kwenye makala nyingine ya Jicho la Siasa. Mimi ni mtangazaji wako Samson Bahati. Leo tunaangazia ukurasa mzito wenye giza katika historia ya bara letu la Afrika. Ni hadithi za ujasiri, usaliti na gharama kubwa za kutafuta uhuru wa kweli. Tunaenda kuwatazama viongozi wa Afrika ambao maono yao yalikatizwa ghafla, viongozi ambao walisimama kidete kutetea rasilimali na heshima za Waafrika, lakini wakaishia kulipa gharama kubwa zaidi ya maisha yao. Kwa nini wale wanaodai uhuru wa kweli na kujitegemea mara nyingi hufariki haraka? Je, ni mikono ya siri ya wakoloni au ni usaliti kutokana na watu wao wa karibu? Leo tutachambua vifo vya Thomas Sankara wa Burkina Faso, Samora Machel wa Msumbiji, Muammar Gaddafi wa Libya na Sylvanus Olympio wa Togo. Ungana nami tunapofunua siri hizi. Tunaanzia Afrika Magharibi, nchini Burkina Faso. Mwaka 1983, kijana wa miaka 33 tu, kapteni wa jeshi mwenye karama ya kipekee, aliingia madarakani kupitia mapinduzi. Jina lake alikuwa ni Thomas Sankara. Sankara hakuwa kiongozi wa kawaida. Alipinga vikali ubepari wa wakoloni mamboleo. Hatua yake ya kwanza kubwa ilikuwa kubadilisha jina la nchi kutoka Upavota, jina la kikoloni, hadi Burkina Faso, ambalo linamaanisha nchi ya watu waaminifu. Lakini uaminifu huo haukuwepo kwa kila mtu aliyemzunguka. Sankara alifanya mabadiliko makubwa. Alikataa misaada ya kigeni iliyokuwa na masharti, akahamasisha kilimo ili nchi ijitegemee kwa chakula, na kupunguza mishahara ya viongozi wa serikali ikiwemo yake mwenyewe. Msimamo wake huu ulimfanya awe adui wa mataifa ya Magharibi, hasa Ufaransa ambayo iliona maslahi yake yakitishiwa. Saa 4:30 usiku wa Oktoba 15, 1987, giza liliingia Burkina Faso. Wanajeshi waliingia kwa nguvu kwenye mkutano aliokuwa akihudhuria Sankara. Baada ya dereva wake na walinzi wawili kuuawa, Sankara alitoka nje mikono juu akisema, "Ni mimi wanaomtaka." Akijaribu kuwalinda wenzake, alipigwa risasi mara nyingi na kufariki papo hapo. Nani alipanga mauaji haya? Inasikitisha kwamba rafiki yake wa karibu na mwanajeshi mwenzake, Blaise Compaoré, ndiye aliyechukua madaraka mara moja na anaaminika kuwa mpangaji mkuu, akisaidiwa na mikono ya siri ya Ufaransa. Haki ilichelewa sana kutatuliwa. Ilichukua miaka 35 hadi mwaka 2022 kwa Compaoré na wenzake 10 kupatikana na hatia, lakini Compaoré alihukumiwa akiwa uhamishoni. Aibu kubwa zaidi ni kwamba mkuu wa kundi la mauaji, Gilbert Diendere, aliwahi kupewa tuzo ya juu kabisa ya Ufaransa. Hadi leo Ufaransa haijatoa nyaraka zozote za siri kuhusu kifo hiki. Kutoka Afrika Magharibi tunasafiri hadi kusini mwa Afrika. Hapa tunakutana na Samora Machel, rais wa kwanza wa Msumbiji baada ya uhuru na mpiganaji shupavu dhidi ya ukoloni wa Ureno. Samora Machel alikuwa mwiba mkali kwa serikali ya ubaguzi wa rangi, apartheid, ya Afrika ya Kusini, kwani aliunga mkono harakati za ukombozi katika eneo hilo. Usiku wa Oktoba 19 ya mwaka 1986, Machel alikuwa akirejea Maputo kutoka kwenye mkutano nchini Zambia, lakini ndege yake ya urais haikufika nyumbani. Badala yake ilielekea upande wa mpaka wa Afrika ya Kusini na kuanguka kwenye milima ya Mbuzini. Watu 34 walifariki na 4 tu ndio waliookolewa. Je, ilikuwa ajali ya kawaida? Hapana. Wiki 2 tu kabla ya kifo chake, Samora Machel alitangaza hadharani kwamba Afrika ya Kusini ilikuwa inapanga kumuua. Hata aliwaachia mawaziri wake maelezo nini cha kufanya endapo hatorudi. Ushahidi uliojitokeza baadaye unaonesha kuwa ndege hiyo ilipotoshwa na ishara bandia za redio VOR zilizotoka mahali pasipokuwa na uwanja wa ndege. Mwaka 2003
mwanajeshi wa zamani wa Afrika ya Kusini Hans Luu alikiri kushiriki katika njama hiyo ya kutumia ishara ya bandia kuivutia ndege mbali na njia yake. Mjane wake Graca Machel amesimama imara kwa miaka mingi akiamini kuwa serikali ya apartheid ilihusika moja kwa moja, na amekuwa akidai ukweli uweke wazi. Hadithi hizi za kusikitisha haziishii hapo. Tukielekea kaskazini mwa Afrika, tunamkumbuka Muammar Gaddafi wa Libya. Baada ya kutawala kwa miaka 42 tangu alipochukua madaraka kwa mapinduzi ya amani mwaka 1969, Gaddafi alijitokeza kama kiongozi mwenye maono makubwa ya Pan-Africanism na mpinzani mkubwa wa ushawishi wa Magharibi barani Afrika. Alikuwa mmoja wa waasisi wa Umoja wa Afrika na alikuwa na ndoto ya kuunganisha bara zima kiuchumi na kisiasa, ikiwemo kuanzisha sarafu moja ya dhahabu kwa Afrika. Maono haya yalimfanya kuwa maarufu kwa baadhi ya Waafrika, lakini pia yalimletea maadui wengi wenye nguvu kimataifa, hasa wale waliotishika na uwezo wa kiuchumi na kisiasa wa Afrika huru. Kifo chake kikatili mwaka 2011 akiwa na umri wa miaka 69 kilikuja kufuatia uasi wa ndani ulioungwa mkono kikamilifu na majeshi ya NATO. Ingawa utawala wake ulikuwa na utata uliokosolewa na masuala ya haki za binadamu, wengi wanaamini kuwa kuingilia kati kwa NATO kulichochewa zaidi na maslahi ya kiuchumi na kisiasa, ikiwemo kudhibiti rasilimali za Libya na kuzuia maono yake ya kuunganisha Afrika. Na tukiangalia nyuma zaidi katika historia, tunamkuta Sylvanus Olympio, rais wa kwanza wa Togo huru. Olympio alikuwa kiongozi mwenye elimu na aliyepigania uhuru wa Togo kutoka kwa utawala wa Ufaransa. Baada ya uhuru ya mwaka 1960, alijaribu kuiondoa Togo kutoka kwenye utegemezi kiuchumi wa Ufaransa, ikiwemo kujaribu kuanzisha sarafu yake huru baada ya kutumia CFA franc, sarafu iliyodhibitiwa na Ufaransa. Msimamo huu wa kujitegemea ulimfanya kuwa adui wa Ufaransa. Mwaka 1963 aliuawa katika mapinduzi ya kwanza ya aina yake katika mataifa ya Afrika yaliyopata uhuru. Mwili wake ulipatikana karibu na mlango wa ubalozi wa Marekani. Kifo chake kilifungua mlango wa mfululizo wa mapinduzi barani Afrika yaliyochochewa na maslahi ya kigeni na kuweka mfano mbaya kwa viongozi wengine wa Afrika waliothubutu kupinga utawala wa zamani wa kikoloni. Tunapohitimisha makala yetu ya leo, tunabaki na maswali mazito ya kutafakari. Nini viongozi wanaodai uhuru wa kweli wa kiuchumi na kisiasa kama Sankara, Samora Machel, Muammar Gaddafi na Olympio wanafariki haraka na katika mazingira ya kutatanisha? Tumeona jinsi mikono ya siri za mataifa ya kigeni, hasa Ufaransa, inavyotajwa mara kwa mara katika vifo vya viongozi wa Afrika wanaojaribu kujitegemea. Tumeona pia jinsi serikali za kibaguzi kama vile ya Afrika ya Kusini zilivyokuwa tayari kuua ili kulinda maslahi yao. Na jambo la kusikitisha zaidi ni suala la haki. Kesi ya Thomas Sankara kuwa miaka 35 kupata hukumu. Haki iliyochelewa ni haki iliyonyimwa. Je, umejifunza nini kutokana na vifo hivi? Na je, kizazi cha sasa kiko tayari kubeba maono ya viongozi hawa bila uoga? Asante sana kwa kusikiliza na kutazama podcast hii ya Jicho la Siasa. Ningependa kusikia maoni yako kuhusu mada hii. Tuandikie kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Mimi ni Samson Bahati. Tukutane tena katika kipindi kijacho. Kwa heri, uwe na wakati mwema.